Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie na tunawatakia tena jioni njema ya siku ya leo mercredi le 14 janvier 2025, tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu mbichi za jioni ya leo. Kama kawaida, tumewaletea habari mbichi kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari ambazo tumewaletea jioni ya leo, tutawapeleka mjini Uvira kwenye hali ya usalama ni tete sana kutokana na milipuko ya mabombe ambayo ilisikika kuporo ya Kalundu, na tutawapeleka moja kwa moja kwenye uwanja wa vita mu territoire ya Walikale kwenye waasi wa AFC M23 waliatake wazalendo alafu ndani ya vijiji vya Buma na Mpombi pamoja na Iteya, ila walipigwa wakafukuzwa hapo mpaka eneo ya Mpeti, na wanajeshi wengi wa AFC M23 walipoteza maisha yao wakati wa mapigano hayo. Mjini Kinshasa, wa general wakuu wa FARDC wane walipelekwa ndani ya prizo ya kijeshi ya Ndolo, mkiwemo General Chiwewe Christian ambaye ni ancien chef d'état major wa FARDC. Mjini Goma kulisemekana kutomboka kwa volka ya Nyamulagira, tutawaambia pia kuhusu hayo. Kama kawaida tumewaletea habari mingi tena mbichi. Munayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa nazipata habari zetu zote. Mkumbuke kucomment na kuzilike habari hizi pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie, na muendelee kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ili kukuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Namna ya kujiunga na grupe yetu ya WhatsApp ni kugusa pale kwenye titre, hapo chini ya titre mdescription kuko linki ya grupe yetu ya WhatsApp. Ujiunge nasi kupitia linki hiyo au tuandikie kwenye namba hiyo. Bila shaka utakuwa ukizipata taarifa zetu zote kwa wakati. Bila kukawia na kupoteza muda, tufungue ukurasa wetu wa habari. Taarifa zetu mbichi za jioni ya leo tuzianzie moja kwa moja huko mjini Uvira kwenye hali ya kiusalama ilikuwa ya wasiwasi saa za jioni ya leo. Kuanzia saa 10 ndipo mlipuko ya mabombe ilisikika maeneo ya poro ya Kalundu. Papo hapo wakaji wakapanike, wakaanza kukimbia kutokana na mlipuko hiyo ya mabombe. Video hii ambayo ilitufikia ni wakati bombe ilikuwa imelipuka hapo ngambo ya poro ya Kalundu pale mjini Uvira. Muifuate hiyo video. Bombele. Bombe ile kabisa yenyewe. Nadhani kwamba video hiyo umeifuata vizuri. Wanaonesha pale kwenye bombe ilipasukia ni karibu kabisa na poro ya Kalundu. Ginsi mumeona kwenye population iko na pale kwenye bombe ilipasukia ni karibu. Kutokana sasa na kulipuka kwa hiyo bombe, wakaji walianza kukimbia, wakapanike pale, wakazania kwamba wazalendo wanaanza kushambulia AFC M23 hapo mjini Uvira. Wazalendo wanaendelea kukaa ndani ya vilima vya Kigongo huko ngambo ya Kabimba, na pia Moho Plateau d'Uvira wako na mapozisyon mengi enye wako ndani na wanaweza wakatake mji wa Uvira
wakati wote. Wakati bombe lilipuka sasa pale, population walipanikia wakazani ya kwamba deja ni atake, ila tofauti na hayo ni ya kwamba hakuna atake yoyote ambayo ilikuwa pale Uvira. Ile bombe ambayo ililipuka hapo maeneo ya poro ya Kalundu, wajajua ilitoka wapi. Kama ni bombe ambayo ilikuwa pale ikalipuka tu, kama ilitoka wapi hawajajua kwenye ilitokea. Vyanzo vyetu kutoka hapo vinatuambia kwamba hawajui ilitoka wapi na kuanguka pale. Wakati wakaaji walianza kukimbia na kupanike, walisikia tena hakuna mabombe yenye imelipuka, hakuna hata masasi tena, wakatulia wakaendelea na shughuli zao za kawaida. Hapo ni mjini Uvira pale kuporo ya Kalundu kwenye hayo yalipitikana. Tuendelee na taarifa zetu, tuwapeleke moja kwa moja ndani ya teritwari ya Walikale kwenye waasi wa M23 walipigwa na waambia siku ya leo, walipigwa sana. Siku ya leo waasi wa M23 walitokea Mpeti munaijua sana, ni eneo ya Walikale kelke kilometre na Minjenje ukielekea Kalembe huko Mkalonge, mbele ni kuelekea Pinga. Hapo Mpeti sasa waasi wa M23 wana defense kubwa pale, wako na base militaire kabambe hapo Mpeti, na walitoka pale sasa asubuhi ya leo wakatake wazalendo ndani ya kijiji cha Buma, kijiji cha Mpombi, kijiji cha Itea, maeneo karibu na Mpeti hapo mbele kwenye rute inayoelekea maeneo ya Pinga, rute Mpeti Pinga, donc ni kwenye axe ya Mpeti vers Pinga. Wakati waliatake pale, wazalendo walipigana nao depuis asubuhi, wakapigana milipuko ya silaha nzito na nyepesi kasikika huko, na hata kuna wakaji ambao walikimbia vijiji vyao kutokana na mapigano hayo. Baada ya masaa 4 na wako napigana, wazalendo wakawafukuza waasi wa M23 mpaka wakawafikisha tena Mpeti katika eneo la Banakindi. Wakati sasa wa kufukuzwa ndani ya vijiji hivyo, waasi wa M23 walipigwa, wakati wazalendo waliwajengua kutoka vilima tofauti vya vijiji vya Buma, Mpombe na Itea kwenye walikuwa wamejiinstale wakishambulia wazalendo. Walikamata njia wakarudia nyuma wakaelekea Mpeti kwenye walitokea. Mwile kurudia nyuma sasa, wazalendo wakawafuata nyuma. Wakati waliofuata nyuma wakawafuata na wako na washambulia, wanajeshi wa M23 wakababaika wakakimbia, wamoja wakakimbilia msituni, wengine ndani ya mapori tofauti pale. Wazalendo wakaendelea kuwawinda hapo. Vilima hivyo ambavyo walipigania ndani, vyanzo vyetu vinasema kwamba wanajeshi wa M23 ni wengi ambao wanalala hapo wakiwa maiti, na vyanzo vyetu kutoka Mpeti vinasema kwamba wanajeshi wa M23 ambao walitoka Mpeti kwenda kuwashambulia wazalendo katika vijiji hivyo walikuwa wengi, waliorejea Mpeti walikuwa wachache sana. Walipigwa siku ya leo huko mvijiji vya Buma, Mpombi pamoja na Itea, wakati walikuwa wameanzisha mashambulizi ya wakati mmoja katika vijiji hivyo ili kusonga mbele kwenye axe Mpeti Pinga, na vijiji hivyo ambavyo walikuwa wakitaka kuvikamata vinabakia mikono ya wazalendo pamoja na jeshi la Kongo, ambao walifanikiwa kuwapiga waasi wa M23 na kuwafukuza hapo wakawarudisha ndani ya eneo ya Mpeti. Na katika maeneo hayo ya axe Mpeti Pinga, mapigano huwa yanaripotiwa huko mara kwa mara. Waasi wa M23 wanapendaka waprogrese huko wakielekea Pinga, mji wa kimkakati unaokuwa mteritwari ya Walikale. Pale Pinga kuko aerodrome, petit aeroport pale, na Pinga kuna kwaka makariere miniere mengi sana. M23 inapendaka sasa iprogrese kupitia njia hizo, ikamate eneo ya Mpeti, vilishaka shindikana kabisa. FARDC avec wazalendo kule
walishaka funga njia kabisa yoyote ambayo wasi wa M23 wanaweza wakapitia ndani. Kila wakisha atake wanapigwaka wanarejea mpeti, na atake ya siku ya leo ya M23 ilikuwa ni ya pili, kwa sababu jana nako waliatake pale bila mafanikio tena wakawarepuse vers mpeti, na aujourd'hui walikuwa tena wakijaribu kuvikamata vijiji hivyo ambavyo viko mikono ya wazalendo na FARDC. Hawakufanikiwa, walipigwa sana na wengi wa wanajeshi wao wakapoteza maisha yao wakati wa mapigano hayo. Habari zetu zinaendelea huko Kinshasa. Wa general wane wa FARDC walipelekwa ndani ya prison ya kijeshi ya Ndolo. Wa general hao wane wa FARDC ambao walipelekwa mu prison ya Ndolo ni General Christian Chiwewe. Huyo General Christian Chiwewe mnamjua kabisa, ni ancien chef d'état major wa FARDC na conseiller militaire wa president. Wa pili ni General Brigade John Kabila ambaye ni ex officier d'ordonnance wa Joseph Kabila. Watatu ni General de Brigade John Sangwa, na waine ni General Major Nyembo Kufi. Hawa wote walikuwa mu mikono ya CNC, Conseil National de Sécurité. Mnakumbuka kwamba walikamatwa ndani ya siku za nyuma zilizopita. Baada ya kukamatwa walikuwa hawajapelekwa ndani ya prison ya kijeshi ya Ndolo, walikuwa mu mikono ya Conseil National de Sécurité. Siku ya leo sasa ndipo walipelekwa ndani ya prison ya Ndolo. Kukamatwa huko kwa hao wa general wa FARDC ni ndani ya operasyon ambazo FARDC inazifanyaka za kukamata wasaliti na wale wa general wa zamani ambao wana uhusiano wa karibu na ancien president Joseph Kabila. Hawa viongozi pia wanashtakiwa kuwa wasaliti wa nchi ya Kongo kutokana na vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Usaliti kama na huo sasa ndio unaacha wanakamatwa na pia na kufungwa. Arme ya Kongo na gouvernement ya Kongo siku ya leo hawajatangaza chochote kuhusu kufungwa kwa hao viongozi tofauti, ila kama ukumbusho mkumbuke ndani ya siku za nyuma ambazo ziliisha, porte-parole wa FARDC wa zamani yule Sylvain Ekenge ambaye walimfungaka alisemaka ya kwamba viongozi tofauti majenero wa FARDC wako nafungwa kutokana na usaliti, na hao wote watafikishwa mahakamani. Donc FARDC iko na wakamata hao wa ofisier tofauti ikiwashtumu kuwa ni wasaliti kutokana na vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Na wengi hao wanaokamatwa ni wajenerali wa zamani wakati wa uongozi wake Joseph Kabila, ambao hao wote wanashtumiwa kabisa kuwa ni wasaliti mpaka kwa sasa. Donc wanaendeleaka kusaidia president Joseph Kabila katika vita anayoendesha mashariki mwa nchi ya Kongo. Tuendelee na taarifa zetu, habari zetu tuwapeleke huko ndani ya nchi ya Angola. Siku ya leo President Joao Lourenço wa Angola alikaribisha delegation ya ECC na Senko. Yule Fulgence Muteba Mugalu na Donatien Chole wako preza kule, wako naongea na President Joao Lourenço wa Angola. Wanachokiongelea ni kuhusu hali ya kiusalama mashariki mwa nchi ya Kongo inayoendelea kuzorota kutokana na kuzuka upya kwa mapigano kati ya waasi wa M23 na jeshi la Kongo, na pia kuongelea kuhusu hali ya kibinadamu ambayo ni mbaya kabisa kutokana na mapigano hayo. Na maongezi hayo ambayo yako nafanyika huko yamekuja baada ya siku chache na President Felix Tshisekedi ametoka huko Angola njia za diplomasi kutafuta kama solution inaweza kupatikana ya vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Na hawa viongozi wa ICC na Senko wako huko wangali nafanya maongezi na Joao Lourenço. Wakati watamaliza kuyafanya hayo maongezi, tutakuja kuwaambia yote walio yaongelea huko. Habari zetu zinaendelea kama kawaida, nimewaletea taarifa mingi tena mbichi.
Mjini Goma, habari zilisambaa siku ya leo kwenye mitandao ya kijamii ya kwamba ile volkani Nyamulagira ilitomboka. Volkani Nyamulagira inapatikana pale Nyiragongo kwenye vilima vinavyokuwa karibu na Parque National de Virunga. Ile volkani Nyamulagira siku ya leo ilionekana kuwa na moshi mwingi sana, na hayo ndiyo yaliacha habari zinasambaa ya kwamba volkani Nyamulagira ilishatomboka. Baada ya sinye hizo kuonekana kwenye ile volkani ya Nyamulagira, viongozi wa teritwari ya Nyiragongo walifika pale baada ya vizite hapo ile volka, wakatangaza kwamba iko kutomboka kwa ile volka, bali ni moshi tu ambao ulipanda hapo juu. Ile volka ikutomboka, hakuna tatizo. Wakaambia population ya kwamba wanaweza kuendelea na maisha ya kawaida, wasiogope kitu, hakuna kutomboka kwa ile volka, ni moshi tu ambao ulionekana hapo na volka hiyo haikutomboka. Nadhani ya kwamba hapo mumefahamu ukweli. Tuendelee na taarifa zetu. Wakimbizi kutoka nchini Kongo waliokimbia vita vya waasi wa M23 na jeshi la Kongo wanaokaa huko Burundi wanaendelea kuyapitia maisha mabaya tena magumu. Kupitia video hiyo ambayo mko naipata hapo, hiyo ni video kutoka mkambi ya wakimbizi wa Kongo ambao wako Burundi. Maji mvua ilinyesha usiku wa jana kuamkia asubuhi ya leo. Wakati mvua ilinyesha, kulikuja kabisa na maji yako na poromoka ndani ya kambi hiyo mengi kama mnavyoona hapo. Wakaaji kabisa hawana la kufanya, wako na fixete na makamba wakamate zile matente zao zikamate. Mvua ilinyesha, kuna nyumba ambazo zilibebwa na maji hayo. Ni wakimbizi hao ambao wanapitia maisha magumu. Mbali na kuwa visa hivyo vinawafikia, namna ya kukula kupata maji mazuri nayo haiko. Donko wakimbizi kule kabisa wanapitia maisha magumu. Video hiyo mnaiona jinsi maji ni mengi hivyo yalishuka. Nyumba ambazo zilikuwa hapo zilibebwa na hayo maji. Mnaona wamoja wako naendelea kufixe matente vizuri pale kwenye kuliharibika, wanapatengeneza. Donko maisha kabisa ni hatari kwa hao wakimbizi. Mvua hiyo, vyanzo vyetu vinatuambia kwamba hakuna watu ambao walikutana na matatizo kutokana na mvua hiyo, donko kujeruhiwa ama kubebwa na maji, hapana. Par chance hakuna waliopoteza maisha yao. Kuna nyumba ambazo zilibebwa na maji hayo na matente plito. Wakati wa kubebwa kwa hizo nyumba, vitu vyote vilibebwa na hayo maji. Unasikia kwamba kabisa ni maisha magumu ambayo wakaji wako na yapitia kule. Na hivi juzi uongozi wa gouvernement ya Kongo ulikuwa huko ili kuwasaidia wakimbizi wa Kongo waliokimbilia huko. Walipofika huko, kuna kambi tofauti ambazo walizifika ndani na kuwapa usaidizi wa chakula na maji na kuwapa hata vitu vingine vya kujisaidia kuishi huko. Kitu kingine ambacho wanapaswa kukifanya huko ni kuwajengea manyumba ambazo ziko dia. Donko kuwajengea nyumba ambazo ziko nguvu pale ili wapate kuishi ndani, kama visa hivyo vya maji visiwe vinawafikia, na matente kama na hayo ambayo wako ndani. Kuna wakati mmoja upepo unakujaka papa unapiga nyumba kama 2 au 3. Hayo yote ni kutokana na jinsi manyumba ambazo wako ndani kabisa ziko dire. Gouvernement ya Kongo inapaswa kuwaza kuhusu hayo, iwasaidie kama wanaweza wakapata nyumba za kuishi ndani, au ni wakimbizi kutoka nchini Kongo waliokimbilia nchini Burundi. Taarifa zetu zinaendelea.
siku ya leo kulionekana wakaaji wengi waliokimbia maeneo yao kutokana na kuzuka upya kwa mapigano kati ya waasi wa AFC M23 na wazalendo. Kumekuwa na harakati za kuhama kwa wakaaji wa Kalonge tangu asubuhi kufuatia mapigano kati ya waasi wa AFC M23 na wazalendo wa muungano wa harakati za mabadiliko CMC, hata katika maeneo ya Mulema kundi la Kisimba. Kufuatia mapigano yaliyosababishwa na shambulio la wazalendo, wakaaji wa Kalonge walikimbilia Rusamambu na maeneo ya Buleusa katika eneo jirani la Ikobo. Hata hivyo, Kalonge ilibaki chini ya udhibiti wa AFC M23 ni baada ya atake ya jana. Uhamiaji huu unazidisha hali ya kibinadamu ya wakaaji wa eneo hilo ambao tayari wameathiriwa na kuendelea kwa ukosefu wa usalama tangu uvamizi wa sehemu hii ya sekta ya Wanyanga na waasi wa AFC M23. Viongozi wa eneo hilo ambao wanatoa tahadhari kuhusu harakati ya idadi ya watu, wanatoa wito kwa mashirika ya kibinadamu kuwasaidia watu hawa waliokimbia makazi yao ambao wameacha kila kitu kijijini mwao. Kamati ya ufuatiliaji wa harakati za watu wa eneo hilo tayari inafanya kazi za kuwahesabu hao wakaaji wote waliokimbilia kule, na wanawahesabu kwa pamoja na wale ambao walikuwa wamekimbilia kule kuanzia mwezi wa pili wa mwaka jana, ambao walikuwa wakiishi huko bila msaada. Wanawahesabu ili kutafuta koma wawape msaada kwa sababu maisha wanayoyapitia huko ni hatari. Tuwapeleke ndani ya nchi ya Uganda. Taarifa kutoka ndani ya nchi ya Uganda ni ya kwamba uchaguzi ambao uko naandaliwa kule ni uchaguzi mkali kwa sababu internet ishafungwa kule. Nchini Uganda inajiandaa kumchagua rais wake le 15 janvier kesho, katika mazingira ya uchaguzi ambayo tayari yamegubikwa na mivutano na hatua za ukandamizaji. Uchaguzi huo unamkutanisha Yoweri Museveni aliye madarakani tangu 1986 dhidi ya Robert Kyagulanyi, rapa wa zamani aliyegeuka kuwa mwanasiasa anayejulikana kama Bobi Wine, ambaye anagombea kwa mara ya pili baada ya jaribio lake la mwaka wa 2021. Bobi Wine amekuwa akishutumu udhibiti wa kimabavu wa serikali na udanganyifu wa uchaguzi kwa miaka mingi. Siku chache tu kabla ya kupiga kura, mamlaka zilitangaza kuzima kabisa internet kwa siku 4 na kuwaingiza mamilioni ya Waganda katika ukimya wa kidijitali. Aina hii ya hatua ambayo tayari imeonekana katika nchi zingine za Afrika inazua wasiwasi mkubwa kuhusu uhuru wa habari na kujieleza, na inachochea hofu ya uchaguzi usio wa haki. Akiwa na umri miaka 81, Yoweri Museveni anachukuliwa kuwa kipenzi, akiimarisha nafasi yake kwenye jukwaa la viongozi wa Afrika ambao wameshikilia madaraka kwa muda mrefu. Kwa upande wake, Bobi Wine ana udanganyifu mdogo kuhusu matokeo, akishutumu mara kwa mara zamu ya serikali ya kimabavu na uwezekano wa udanganyifu. Umoja wa Mataifa unaonya kuhusu hali ya ukandamizaji na vitisho vilivyoenea, huku maandamano ya hivi karibuni mwaka 2024 yakiwa tayari yamewahamasisha vijana wa Uganda kujibu kashfa za ufisadi na utawala mbovu unaoonekana. Muktadha wa kikanda unasisitiza mtindo wa kutia wasiwasi. Hapo ni ndani ya nchi ya Uganda kwenye uchaguzi wenye uko naandaliwa kabisa, utapitika muhali ngumu. Asante ndugu zangu, hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea, na sema asante kwa kuwa mnaendelea kuzifuata taarifa zetu. Tupatane ndani ya taarifa zifuatazo. Merci beaucoup.